Shalom shalom na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati mwingine tena tunapata nafasi ya kuweza kujifunza mambo kadhaa yanayohusu ulimwengu wa roho, yanayohusu mambo ya rohoni, yanayohusu siri za kimungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na leo nataka tuangalie ndoto ambazo unaota upo kwenye sehemu ambayo umezungukwa na maji, ama unaota kwamba upo sehemu ambayo ina mafuriko yanakusonga, lakini hasa unapoota kwenye hiyo eneo hivyo umezungukwa na maji ama upo kwenye mafuriko, ndani yako pia unasikia hofu, ama baada ya kuamka ukasikia hofu. Hiyo hofu ina umuhimu sana katika kuleta tafsiri, kwa sababu unaweza kuwa unaota upo kwenye maji fulani hivi, mafuriko fulani hivi, ama umezungukwa na maji, lakini tafsiri ikatofautiana kutokana na hali uliokuwa nayo katika ile ndoto, ama hali utakayoipata baada ya kuamka. Sasa nazungumzia ile hali, upo kwenye maji, upo kwenye mafuriko, umezungukwa na maji, ukiwa pale unasikia hofu ndani yako ya kutaka labda kujiokoa, hofu ndani yako ya kwamba uelewi hii hali ni kwa nini unasikia hofu, ama baada ya kuamka ndani yako kukawa na hofu. Ukiwa na hiyo vitu viwili, kwamba umeota mazingira ya maji yenye mafuriko ama maji yamekuzunguka, alafu unaamka unajikuta katika hali ya hofu, ama wakati katika ile ndoto ulikuwa unasikia ndani yako kuna hali ya hofu, basi ujue kuna tafsiri kadhaa ambazo Mungu amekuwa nikikuongelesha, ama Mungu ameamua kukuonyesha, ambazo zinaendana na hiyo ndoto. Sasa nataka nikupe hizo tafsiri kadhaa ambazo zitakuwa zinatupa maarifa kwa kufuata neno la Mungu, tafsiri ambayo inaendana sawa sawa na neno la Mungu. Na tutatumia kitabu cha Zaburi ya 18, Zaburi ya 18 kuanzia mstari wake wa 4, Zaburi ya 18 kuanzia mstari wake wa 4 mpaka mstari wake wa 19, lakini nitakuwa nasoma baadhi ya mistari. Wewe kwa nafasi yako unaweza kusoma mistari yote ukapata kuelewa. Hapa ni maombi ama simulizi ambayo Daudi anatutolea jinsi alivyokuwa katika hali fulani inayofanana na hiyo hali ambayo unaiona wewe kwenye ndoto, na jinsi alivyomuomba Mungu na Mungu akampa usaidizi. Kwa hiyo maanake sio tu tutapangalia ndoto itakuwa inamaanisha nini ama tafsiri yake ni nini, lakini pia tutaangalia jinsi gani uombe ili uweze kujitoa katika yale ambayo adui ameyakusudia kuyafanya, au yale ambayo adui tayari amekwisha kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mfululizo wa masomo yetu ambayo yanapatikana YouTube, lakini pia yanapatikana TikTok. Kule YouTube channel yetu inaitwa Jovin Mwingira, na TikTok pia channel yetu inaitwa Jovin Mwingira. Fuatilia mfululizo wa masomo haya, subscribe kule YouTube, lakini pia follow channel yangu ya account yangu ya TikTok ili uweze kupata, ili usiwe unapitwa na masomo mazuri kama haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaiangalia ndoto hii ambayo umeota upo katika mazingira, umezungukwa na maji mengi, lakini pia ama umekuwepo kwenye mazingira ambayo yana mafuriko. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ya kwanza ni hii hapa, ya kwamba Mungu anakuambia ya kwamba, ama Mungu amekuonyesha ya kwamba kuna roho za mauti ama majaribu yanayotoka kwa shetani, ambayo kusudio lake ni kukuangusha ama kukuua kiroho. Tafsiri ya kwanza ni hii. Mungu anakuonyesha ya kwamba kuna roho za mauti zimekuzunguka, kuna roho za mauti zinakuinda, kuna roho za mauti zinatarajia kuja kukushambulia muda si mrefu, zimejipanga kuja kukushambulia muda si mrefu. Kuna roho za mauti tayari zimeanza mashambulizi, ama kuna jaribu moja ambalo halijatoka kwa Mungu, ni jaribu ambalo limetoka kwa shetani ili kukuangusha. Mungu akikupa jaribu, shabaha yake anakupa jaribu ili kukuhimarisha, sio kukuangusha. Ila shetani akikupa jaribu, anakupa jaribu ili kukuangusha. Kwa hiyo hapa ukiota ndoto hii, kwa sababu kuna hofu ndani yako, manake hilo ni onyo unapewa kwamba kuna mtego adui anautega, kuna jaribu adui analiweka mbele yako, na nia yake ni kukuangusha, na nia yake ni kukuua kiroho. Lakini tafsiri ya pili ya kwamba kuna roho ya mauti imekuja, tafsiri nyingine ni kwamba kuna roho ya mauti imekuja, kwamba inakuwinda. Roho ya mauti inataka kukuua kiroho, ama kimwili, ama kiuchumi, ama inataka kukuua katika eneo la ndoa, ama kwenye eneo la huduma. Kuna roho ya mauti inakuita.
Hebu tusome Zaburi ya 18 mstari wake, tasoma mstari wa 3, mstari wa 4, alafu mstari wa 16 na mstari wa 17. Zaburi ya 18 mstari wa 3, mstari wa 4, mstari wa 16 na mstari wa 17. Tusome kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ule mstari wa 3 na wa 4 nasema hivi: nikamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo akaniokoa na adui zangu. Akaniokoa na adui zangu. Mstari wa 4, kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Alafu mstari wa 5 anasema kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Nimekusomea mstari wa 3 mpaka wa 5. Mstari wa 3 anakuonyesha kwamba alimuita Bwana anayestahili kusifiwa, akamuokoa na adui zake. Lakini mstari wa 4 na wa 5 anakuonyesha, mstari wa 3 alimuita Bwana, mstari wa 4 na wa 5 anakuonyesha alimuita Bwana kwa sababu gani? Kwa sababu sio tu adui zake, lakini kwa sababu kuna kamba za mauti zilimzunguka, mafuriko ya uovu yalimtia hofu, na kamba za kuzimu zilimzunguka, na mitego ya mauti ikamkabili. Maana yake nini? Alipokuwa anaona mafuriko ya uovu yakimtia hofu, ni sawasawa na hii mitego ya mauti iliyokuwa inamkabili. Ile mstari wa 3 na mstari wa 4 na wa 5 ni kama ameongea mstari wa 4 alafu mstari wa 5 ametia msisitizo kwa lugha tofauti. Maana mstari wa 4 anasema kamba za mauti zilinizunguka, wakati mstari wa 5 anasema kamba za kuzimu zilinizunguka. Kamba za mauti na kamba za kuzimu ni vitu vinavyofanana. Ni vitu vinavyofanana, kwamba kamba ya kuzimu, siku zote kuzimu inaleta roho ya mauti. Kuzimu inaleta roho ya kukufarakanisha na Mungu. Kuzimu inaleta roho ya kukufanya usiwepo kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo aliposema kamba za mauti zimenizunguka, maana yake sawasawa na kamba za kuzimu zimenizunguka. Alafu aliposema mafuriko ya uovu yamenitia hofu, sawasawa na kusema mitego ya mauti ikanikabili. Maana yake haya mafuriko ni sawasawa na mitego ya mauti. Lakini tuende mstari wa 16 na 17. Mstari wa 16 na 17 inasema Bwana kwa kukemea, inasema alipeleka kutoka juu akanishika na kunitoa katika maji mengi. Kwamba huyo Mungu alipeleka msaada kutoka juu mbinguni ili kumtoa huyu Daudi katika maji mengi. Alafu mstari wa 17 akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu. Kwa tafsiri ya kwanza, unapoota umekuwa kwenye maji mengi, ama unapoota kwamba kuna mafuriko yamekukabili, ni kwamba kuna roho ya mauti inakuwinda. Inawinda kazi yako, inawinda biashara yako, inawinda ndoa yako, inawinda maisha yako ya rohoni, inataka kukuua kiroho. Lakini pia kuna shetani anaweka mtego, anaweka jaribu ili kukuangusha kiroho, kukuingiza kwenye uovu, kukufanya ufarakane na Mungu, kukuletea mauti ya rohoni. Hiyo ni moja. Lakini cha pili inakuonyesha nini? Inakuonyesha kwamba kuna adui mwenye nguvu zaidi yako amejipanga kupambana na wewe, ama amekuzunguka, ama yuko tayari kupambana na wewe. Kuna adui mwenye nguvu zaidi yako. Sikiliza mstari wa 16 na 17 anavyosema, alipeleka kutoka juu akanishika na kunitoa katika maji mengi. Alafu hayo maji mengi, angalia anachokufananisha, akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu. Yani yale maji mengi ni sawasawa na adui yangu mwenye nguvu, na wale wanaonichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Maana unapoona maji mengi, unapoona mafuriko, tafsiri nyingine ni kwamba kuna mtu adui yako, mtu anayekuchukia, ana nguvu zaidi ya wewe na amekuzingira. Ana nguvu zaidi ya wewe na amejipanga kupambana na wewe. Ana nguvu zaidi ya wewe na anataka kukushambulia. Kwa hiyo Mungu anakuambia, kwa nguvu zako hutaweza kupambana na huyu mtu. Niite mimi mwenye nguvu zaidi ya huyo ili niweze kupambana naye. Ita Roho Mtakatifu mwenye nguvu zaidi ya huyo ili aweze kupambana naye, kwa maana wewe hutaweza. Tafsiri ya tatu inakuonyesha nini? Inakuonyesha ndoto hiyo ya kwamba wewe umetekwa na kuondolewa mahala pako pa baraka. Ama kama upo bado kwenye eneo lako la baraka, basi eneo lako la baraka limeletewa upinzani mkubwa,
ili kukufanya usiendelee kustawi, usiendelee kuzidi kuongezeka kibaraka. Tafsiri nyingine ni nini? Ni hii hapa. Inakuonyesha kuwa umetekwa, umeondolewa sehemu yako ambayo Mungu anataka uwepo, sehemu yako ya baraka umeondolewa. Na kama haujaondolewa, basi upo kwenye sehemu yako ya baraka, lakini kuna upinzani mkubwa unaokupinga ili usiendelee kustawi kwenye eneo lako la baraka, usiendelee kufanikiwa kwenye eneo lako la baraka. Angalia mstari wa sura ya 18 mstari wa 19, hiyo Zaburi tulioisoma. Mstari wa 19 anasemaje? Mstari wa 19 anasema, akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa nilipendezwa naye. Nataka uone huo yake anaposema akanitoa akanipeleka panapo nafasi. Kumbe pale alipokuwa kwenye maji mengi, pale alipokuwa kwenye mafuriko, kulikuwa sio sehemu yake. Na kama ilikuwa sehemu yake, basi ilikuwa haina nafasi. Anaposema hakuna nafasi, maana akanipeleka mahala pangu pa nafasi, maana alipeleka mahala ambako hakuna upinzani. Alimtoa mahala penye upinzani akampeleka mahala ambako hakuna upinzani. Ni sawasawa na yule Isaka alipokuwa kule alipokuwa anachimba visima vya maji, alafu wale wapinzani wake wakawa wanavipokonya. Siku ambayo Mungu alimsaidia akachimba kisima na hawakuweza kukipokonya, akakiita Rehobothi, na akasema ni kwa sababu Mungu amenifanyia nafasi, nami nitazidi, nami nitastawi. Kwa hiyo manake kama asingefanyiwa nafasi, manake asingeweza kuzidi, asingeweza kustawi. Kwa hiyo na huyu Daudi kama angekuwa ameachwa sehemu ambayo haina nafasi, manake amewekwa sehemu, ametekwa nyara, sehemu ambayo amezuiliwa, sehemu ambayo kuna upinzani unaomzuia asiongezeke baraka zake. Kwa hiyo na wewe unapoota umezingirwa na maji mengi, upo kwenye mafuriko, moja tafsiri ni kwamba Mungu anakwambia upo mahala ambako sio pa kwako, umehamishwa, ama mahala hapo ni pa kwako, lakini kuna upinzani mkubwa sana unaokufanya usistawi. Na kama kuna upinzani mkubwa sana unaokufanya usistawi, maana muite Mungu aondoe huo upinzani, ama akuhamishe kama alivyomhamisha Daudi, akupeleke mahala pako pa nafasi. Aidha aondoe upinzani kama alivyofanya kwa Isaka, ama afanye kama kwa Daudi, akuondoe mahala hapo akupeleke mahala pako pa nafasi. Hilo swala la Isaka linapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Utasoma kwa wakati wako. Mwanzo 26 mstari wa 19 mpaka wa 22. Mwanzo 26 mstari wa 19 mpaka wa 22. Hiyo habari ya Isaka kuchimba visima na watu kunyang'anya visima vyake, na baadaye Mungu akamfanyia nafasi. Unaweza kuunganisha hayo maandiko mawili na ukapata ufahamu zaidi.